Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapenzi ndugu zangu wa channel yetu hii Ustadh Shafi Online TV, leo tumekutana tena katika harakati za kuendeleza Uislamu na katika harakati za kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo ndio jukumu ambalo tumelitwa nalo katika dunia. Ndugu zangu, katika siku ya leo tuna mada inayohusu uokovu katika dunia. Sisi ni watu wa dini. Linapotokea jambo ambalo linaonekana linakwenda kinyume na maslahi ya Mwenyezi Mungu, kinyume na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunatakiwa tusimame na kulikemea na kuifundisha jamii. Jamii hii sometimes huwa inakwenda vibaya kwa sababu ya kutofahamu ukweli wa maandiko ulivyo. Lakini kipindi cha wiki moja nyuma tumeona mwana masumbwi mmoja maarufu anaitwa Bwana Mandonga alijionyesha kwamba yeye ameokoka, kwa maana ametoka katika dini yake ya asili amekwenda katika uokovu. Sasa leo tunataka tuzungumzie nini maana ya kuokoka. Na katika dunia hii tujiepushe sana na vitu ambavyo tunaviita kama kiki. Unaweza ukafanya jambo ukitarajia kwamba wewe unafanya jambo la kutumia kiki, kumbe unafanya jambo la kukutoa katika dini yako na unafanya jambo la kuingia katika upotevu mkubwa. Alichofanya Bwana Mandonga ni kitu cha kupotea. Sasa sijajua kama alifanya hili jambo akiwa anafahamu kuokoka ni nini, au alifanya hili jambo kwa sababu ya kiki tu ili apate kutajika sana. Ikiwa alifanya kwa sababu anafahamu, sasa tunataka tuwaeleze dunia nzima pamoja na yeye nini maana ya kuokoka. Ikiwa amefanya kwa sababu ya kiki, basi tumwambie kwamba anachokifanya ni kuchezea dini ya Mungu, anachokifanya ni kuchezea maisha yake ya akhera, anachokifanya ni kuchezea umri wake, kwani kila mtu ataondoka katika dunia na atakwenda kulipwa yale ambayo aliyoyafanya. Lakini ukitumia kwa maana ya tafsiri kuokoka, ukisema kuokoka maana yake ni kutoka mahala fulani. Ikiwa unakwenda mahala fulani kisha ukavuka salama katika hiyo mitihani, huyu tunasema ameokoka. Au ikiwa uko kwenye matatizo ambayo yanakusababishia hali mbaya, lakini ukafaulu kutoka katika maisha yale, huyu tunasema ameokoka. Hayo si maneno yangu. Ukisoma Wakorinto wa pili 11 mstari wa 33, Wakorinto wa pili 11 mstari wa 33, shikamana na mafundisho haya, shikamana na maandiko haya. Chukua Biblia yako, weka chini, nifuatilie nasema nini. Acha ule ushabiki, acha ule chuki. Sisi Waislamu ndio mabingwa wa vitabu vya Mungu. Hakuna mtu yoyote anayejua vitabu vya Mungu zaidi ya Waislamu, kwa sababu sisi Waislamu ndio dini ambayo Mungu kaileta katika vitabu vyote. Ukisoma Wakorinto wa pili 11 mstari wa 33, Bwana Paulo ambaye anaaminika kwa Wakristo kama vile mtume wao, japokuwa mbeleni tutakuja kumtambua Paulo ni nani katika mada zinazofuata. Wewe cha kufanya, subscribe channel yetu hii, utakuwa unapata vipindi hivi endelevu na utakuwa unapata faida katika maisha yako, kwa sababu lengo letu sisi ni wewe kukutoa katika maisha yasiyo ya kuwa ya kweli na kukupelekea katika maisha ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, ili tukaishi vizuri huko tunapokwenda. Bwana Paulo anasema huko Dameski
askari wa mfalme Areta alikuwa akiulinda mji wa Dameski ili kunikamata. Paulo anazungumzia mji katika Dameski ambapo inaonekana liwali alikuwa na shida ya kumkamata. Lakini Paulo anasema mimi nikateremshwa ndani ya kapu. Paulo alitiwa ndani ya kikapu, akateremshwa katika dirisha la ukutani. Alitiwa ndani ya kikapu, akateremshwa katika dirisha la ukutani. Anasema nikaokoka katika mikono yake. Tazama neno kuokoka lilivyotafsiriwa katika Biblia. Anasema yeye akaokoka katika mikono yake. Maana yake alikuwa katika hatari. Baada kuwepo katika hatari, akaokoka kutokana na ile hatari. Hii ni maana moja ya neno kuokoka. Maana yake kuokoka ni kutoka katika matatizo, ukafaulu kuyashinda matatizo yako ya kukamatwa au ya kuuawa. Wewe sasa unasema umeokoka. Sasa Bwana Mandonga aliposema yeye kaokoka, kwa mujibu wa andiko hili, mtu mfuatilie vizuri, anakusudia kaokoka kwa maana mapambano yake yote aliyopambana, amepigwa kiasi ambacho hakitaka kupoteza maisha, lakini kitendo cha kutopoteza maisha ndio kaokoka. Je, anakusudia hivyo? Kama anakusudia hivyo yuko sawa, lakini kama anakusudia kwa maana ya kuokoka eti ndio dini ya Mungu aliyoitaka, amekosea. Waislamu hatukatai kuokoka. Waislamu hatupingi kuokoka, kwa sababu hata Qur'ani sura ya 2 aya ya 21 Mungu anasema enyi watu ambao mlio waumini, au enyi waumini, mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kuokoka. Ili mpate kuokoka. Tizama, Qur'ani inatumia neno kuokoka. Sasa kuokoka huku kwa Qur'ani inasema ili mpate. Ili mpate kwa maana wakati ujao. Na kwa nini iwe kuokoka wakati ujao? Kuokoka kama tulivyosema ni kutoka mahala fulani kwenda mahala fulani ukiwa salama. Wewe Waislamu, ili tupate kuokoka inamaanisha siku ya mwisho ambapo sasa mizani imewekwa, matendo yamepimwa. Kuna watu wanahukumiwa kwenda motoni na kuna watu wanahukumiwa kwenda peponi. Wewe ukienda peponi ndipo unaosema mimi nimeokoka na moto wa Mwenyezi Mungu, mimi nimeokoka na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Unakwenda peponi, tunasema wewe umeokoka na moto. Kwa sababu duniani, hapa duniani, tuseme ukweli, duniani hakuna mwanadamu anayeweza kuishi duniani akawa asitende dhambi. Hakuna. Lakini wenzetu waliokoka wanasema wameokoka hawatendi dhambi. Uongo. Kila mwanadamu lazima atende dhambi. Hata Qur'ani 15:33 walladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi wal fawahisha illa lamana, isipokuwa madhambi madogo madogo kila mtu atayatenda. Kwa hiyo madhambi kila mtu sharti atende. Unasemaje wewe umeokoka wakati uko katika dunia ambayo unatenda dhambi? Umeokoka na nini? Na ndio maana katika kitabu cha Mhubiri 7 mstari wa 20, Mhubiri 7 mstari wa 20, Mhubiri 7 mstari wa 20, andiko linasema hakuna mwanadamu mwenye haki duniani atendaye mema asitende na dhambi. Pigia mstari haya maneno katika kitabu cha Biblia
ambacho wafuasi wake ndio wanaotangaza kwamba wameokoka. Kwa maneno haya, wao sio wafuasi wa Biblia. Wafuasi wa Biblia ni Waislamu, kwa sababu andiko linasema hakuna mwanadamu mwenye haki duniani atendaye mema asitende na dhambi. Kwa mujibu wa andiko hili, linaonyesha kila mwanadamu sharti atende dhambi. Ndio maneno ya Mtume anasema kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Kila mwanadamu anatenda dhambi, na mbora wa kutenda dhambi ni mwenye kutubia. Biblia inasema hakuna mwanadamu mwenye haki atendaye mema asitende na dhambi. Wewe kama mwanadamu, vipi unatangaza umeokoka wakati upo katika dunia utendaye dhambi? Lakini maneno hayo unayapata tena kwa Bwana Yesu, waraka wa kwanza Yohana 1:8. Andiko linasema sisi tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe. Tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe. Tazama ile andiko Yesu anavyosema. Kwa hiyo mwanadamu sharti atende dhambi. Ukisema huna dhambi, wewe unajidanganya mwenyewe, kwa sababu uko katika dunia ambayo ina dhambi, dunia ambayo utatenda dhambi. Sasa inafika mahala wengine wanakufuru kabisa, wanasema dhambi zao alizibeba Bwana Yesu msalabani. Haya maneno ya kijinga sana. Ina maana Mungu amtume Yesu aje duniani ili afe watu wakombolewe dhambi? Hili jambo haliingii katika akili. Tuashumu kwamba Yesu kapigwa misumari, tuashumu hivyo mnavyotaka nyinyi. Lakini je, anapigwa yeye alafu wewe unapona kwa kipi? Yaani wewe unakwenda hospitali, unamwambia dokta una malaria, dokta anachukua sindano anajichoma mwenyewe, alafu malaria inatoka kwako. Ni jambo haliwezekani sana. Ndio maana Yesu katika Yohana 8:21 anasema mimi naondoka nanyi mtanitafuta, niendapo nyinyi hamwezi kuja, hamtoniona tena, nanyi mtakufa katika dhambi zenu wenyewe. Yesu anakataa. Anasema mtakufa katika dhambi zenu wenyewe. Na hayo yanapigiliwa msumari na Galatia 6:5. Andiko linasema kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Hakuna kuokoka katika dunia. Lakini wanafunzi wa Yesu walimfuata Bwana Yesu, wakamwambia maneno kuhusiana na kuokoka. Katika kitabu cha Mathayo 19:23. Nifuatilie tena 19:23. Wanafunzi kuna kitu wanamuuliza Bwana Yesu. Yesu akawaambia, nawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya katika tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Maandiko magumu sana. Yesu anasema ni rahisi zaidi ngamia kupenya katika tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Hii ni mada tutakuja kuisema. Kwa nini Yesu anazungumzia matajiri shida kuingia katika ufalme? Wanafunzi wake waliposikia walishangaa mno, wakisema, ni nani basi awezaye kuokoka? Wanafunzi walikuwa wanahisi matajiri kwa utajiri wao, kama walivyo katika maisha yao ya duniani, wana uwezo wa kufanya chochote. Ikiwa hawa ni ngumu kuingia katika ufalme wa Mungu, afadhali ngamia kupenya katika tundu ya sindano. Itakuwaje sisi maskini? Kula yetu shida, kulala shida, kuvaa shida. Hawa matajiri ni ngumu kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa maana hiyo Bwana Yesu, ni nani basi awezaye kuokoka? Ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho, akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani.
Hebu sikiliza maneno ya Yesu. Anawaambia kuokoka kwa mwanadamu hauwezekani. Haiwezekani uwe katika dunia utangaze umeokoka. Yesu analikataa, anasema hilo kwa mwanadamu haliwezekani. Wapi linawezekana? Kwa Mungu peke yake ndio linawezekana. Kwa hiyo kuokoka ni kupo, lakini sio duniani. Kuokoka ni kupo, sio hapa katika maisha ya dunia. Kuokoka kunapatikana, lakini kuokoka kunapatikana siku ya mwisho. Ukisoma Petro wa kwanza 1:5, 1:5 tunamaliza na kufunga mada yetu hii. Petro 1:5 inasema, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa siku ya mwisho. Funga maneno yako. Wokovu uko tayari kufunuliwa siku ya mwisho, siku ya kiyama. Wamebaguliwa watu, wengine wanakwenda motoni, wengine wanakwenda peponi. Hawa waliokwenda peponi ndio wanasema wameokoka na moto, wamefunuliwa siku ya mwisho, wanakwenda peponi. Hakuna kuokoka kwa dunia. Wewe unasema umeokoka, hujui maana ya kuokoka. Kuokoka maana yake wewe ni mtakatifu, utendi dhambi, jambo ambalo haliwezekani. Duniani kila mtu atatenda dhambi. Nikualike, fuatilia channel yetu hii, subscribe Ustadh Shafi Online TV, uendelee kula vitu. Kaa mkao wa kula vitu vizuri, mbele vinakuja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.